Chadema chama chenu hakitakuwa tayari kwa maridhiano yenye kupumbaza, kuhadaa, yenye ulaghai na yenye kuondoa taifa kwenye ukweli na haki. Kamwe hatutawasaliti Watanzania. Namba 9, mwelekeo wa harakati za Chadema. Watanzania wenzangu, Chadema itaendelea kuwa sauti huru, imara na yenye ya kuaminika ya wananchi, si kwa maneno bali kwa vitendo vinavyogusa maisha halisi ya Watanzania. Katika zama hizi za siasa mpya zinazotawaliwa na teknolojia, taarifa na mabadiliko ya kasi ya kijamii, Chadema inajitambulisha kama harakati ya kisiasa, yani modern political movement, inayosikiliza wananchi, inajifunza kutoka kwao na inayowapa jukwaa la kushiriki kikamilifu maamuzi yanayowahusu. Siasa za kizazi kipya haziridhishwi tena na kauli za jumla au ahadi zisizokuwa na mifumo ya utekelezaji. Zinahitaji uwazi, uwajibikaji na uongozi unaoonekana na unaogusika, unaojibu changamoto za sasa kama ajira, gharama za maisha, haki za kidijitali na usawa wa kijamii. Katika mwelekeo huo, Chadema itaendelea kujenga na kuimarisha ushirikiano mpana wa kimkakati na vyama vya siasa vinavyoamini katika demokrasia ya kweli, asasi za kiraia, taasisi za kidini, wanazuoni, wanahabari na jumuiya za kimataifa. Ushirikiano huu si wa kimaslahi ya muda mfupi, bali ni sehemu ya falsafa ya siasa shirikishi, yani inclusive politics, inayotambua kuwa mapambano ya haki, demokrasia na maendeleo hayawezi kushindwa kwa chama kimoja pekee. Katika dunia ya leo ambapo demokrasia inakabiliwa na changamoto mpya kama kudhibiti taarifa, siasa za hofu, kudhoofisha taasisi, Chadema itaendelea kusimama kama nguzo ya kulinda maadili ya utawala wa sheria na haki za binadamu. Watanzania wenzangu, tunaitaka ofisi ya msajili wa vyama vya siasa nchini kuacha kutumika kama chombo cha kuumiza na kukandamiza demokrasia ya vyama vya siasa vya upinzani, hasa Chadema, kwa lengo la kuilinda Chama cha Mapinduzi.